inaniambia sitaionea aya Injili, kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu unaotoa wokovu. Kaka shoga, acha mara moja. Vijana taifa la kesho, tutapata wapi vijana wenye nguvu kama vijana wenyewe ndio mashoga? Tutapata wapi askari wenye nguvu kama vijana wanakimbilia kwenye ushoga? Tutapata wapi wafanya biashara wenye nguvu kama vijana wanakimbilia kwenye ushoga? Tutapata wapi madereva wenye nguvu kama vijana wanakimbilia kwenye ushoga? Tutapata wapi mashehe wenye nguvu kama vijana wanakimbilia kwenye ushoga? Tutapata wapi wachungaji wenye nguvu kama vijana wanakimbilia kwenye ushoga? Ndio maana nimekuja mahali hapa niongee na kaka shoga mmoja, aache matendo yake mabaya. Watu wa zamani waliangamia kwa ajili ya matendo ya ushoga. Kaka shoga, acha ushoga. Naongea na kaka shoga, naongea na kijana anayependa kuolewa, naongea na kijana anayependa kuposwa. Acha mara moja. Biblia inaniambia sitaionea aya Injili, kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu unaotoa wokovu. Hali imekuwa mbaya, hata wadada wenyewe na wao hali mbaya. Wako wadada wanafika mahali wanasagana wenyewe kwa wenyewe, wanasaganisha vitu vyao wenyewe kwa wenyewe. Na wadada nao kama wadada wanafika wanasagana wenyewe kwa wenyewe. Wadada wanafika mahali wanaoana wenyewe kwa wenyewe. Dada wanafika mahali wanatongozana wenyewe kwa wenyewe. Hali mbaya. Tutapata mabii kubwa wenye hekima baadaye. Ongezeko la mabii kubwa ambayo wamekosa busara litakuwa kubwa. Ndio maana nimekuja mahali hapa niongee na kaka shoga mmoja, aache ushoga wake. Ndio maana nimekuja mahali hapa niongee na dada msagaji mmoja, aache usagaji wake. Alafu ngoja nikuambie, kuna baadhi ya vijana wanabadiliza ushoga. Dalili ya kwanza ni hii. Wakati nahubiri kule Malawi, mkoa wa Mzuzu, aliniambia mwanamuziki mmoja ushoga huko Marekani unatangazwa kwa gharama kubwa. Wanamuziki wanatembea chupi ziko nje. Hasa vijana hujatambua kwamba haya ni matangazo ya mashoga, wewe unafuatisha. Acha upumbavu kaka wewe. Fuatisha ibada. Acha kufuatisha unatembea chupi kiko nje. Fuatisha ibada. Sasa unafuatisha chupi kiko nje. Baba yako anatembea chupi kiko nje. Ili ufuatishe. Shehe wako anatembea chupi kiko nje. Ili ufuatishe. Mchungaji wako anatembea chupi kiko nje. Ili ufuatishe. Padri wako anatembea chupi kiko nje. Ili ufuatishe. Fuatisha ibada. Niacha kufuatisha. Biblia inaniambia, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Fuata njia ya Yesu ambaye ni kweli na uzima. Uokolewe mama ambaye umekuwa shoga. Uokolewe mama ambaye umekuwa msagaji. Uokolewe mama ambaye umekuwa shoga. Haya maisha tutayaacha. Na hata hivyo Biblia inaniambia usizini. Hali ya uzinifu nayo iko mbio hapa Dar es Salaam. Hali ya uzinifu iko mbele. Watu wanauza ngono inatisha. Watu wanauza uzinzi inatisha. Wadada wanajiuza, utashangaa. Dada anajiuza, anakuambia mbele shingapi, nyuma shingapi, barabara ya vumbi shingapi, ya lami shingapi. Hali ni mbaya. Kama wadada wanajiuza wenyewe, wakitaja bei ya mbele shingapi, ya nyuma shingapi, njia ya lami shingapi, ya vumbi shingapi. Hali ni mbaya. Dada wewe, naongea na dada wewe, dada malaya. Naongea na dada malaya ambaye unajiuza. Hata simu yako kwenye WhatsApp unasema namba zangu ziko hapo chini. Hali imekuwa mbaya. Hali ya zinaa imekuwa mbaya. Biblia inaniambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani, na wateja wa zinaa ni wa baba. Unaacha nyumbani shilingi 3,000, unakutana malaya unampa 25,000. Kubavu mwili mzima wewe. Hudumia mke wako. Mke wako unamwacha shilingi 3,000, alafu malaya unampelekea 25,000. Hali imekuwa mbaya. Wako malaya wa kiume ambaye wameoa. Naongea na malaya wa kiume ambaye ameoa. Unaacha shilingi 3,000 nyumbani, alafu malaya unampa 25,000, 30,000. Maisha yamekwenda. Yeremia akasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Mungu. Lakini pamoja na yote, maandiko yanasema waheshimu baba yako na mama yako. Lakini kuna baadhi ya vijana hawaheshimu baba zao na mama zao, wamewaacha mikoani. Baba akisema ana njaa, unasema hali ngumu. Malaya akisema
njaa, umenunulia chips mayai, umenunulia soda, umenunulia mishikaki. Naongea na kaka mpumbavu, naongea na kaka mpumbavu mmoja ambaye kazi yake kuwekeza kwa malaya. Malaya ana taraka, malaya anaweza kukuacha. Baba yako hawezi kukuacha, mama yako hawezi kukuacha. Usiku wa leo tengeneza maisha yako na Mungu wako. Biblia inaniambia usiue, maandiko yanakataza kuua. Na kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 maandiko yanasema usiue. Kitabu cha Walawi yanasema wauaji hawataurithi ufalme wa mbinguni.